Sana katika segment ya kimichezo hapa ndani ya Mapro Media. Ni kuombe tu kwamba bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote ambazo zimekuwa zikijiri na tunaziweka hapa kila siku. Na katika segmenti hii bwana, tunaangazia mchezo wa jana wa dabi ya Kariakoo uliowakutanisha Simba Sports Club kama wenyeji wakiwakaribisha Dar es Salaam Young Africans katika ile raundi ya pili ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, mchezo ambao umetamatika kwa sare ya goli 2-2. Sasa katika mchezo huu bwana, kuna mengi ambayo yalitokea. Tunaweza tukasema kwamba ni maajabu ambayo pengine yamekuja kuonesha kwamba mchezo wa mpira ni mchezo ambao una vitu vingi, una maajabu, lakini pia ni mchezo ambao una figisu za hapa na pale na mambo mengi ambayo tunakwenda kuyatazama. Sasa kabla sijaendelea mbele, nikusihi tu kwamba bado hujaungana nasi, kisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii ili usipitwe na taarifa muhimu kweli kweli. Sasa bwana, siku ya jana kuna visanga kidogo ambavyo vimetokea. Moja kati ya kisanga ambacho kilichotokea ni kwamba Young Africans wameweza kufanya umafia. Umafia walianzia pale ambapo walikataa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo, kwa maana zile sehemu ambazo ni rasmi kabisa kwa wachezaji na benchi la ufundi kubadilishia nguo, lakini pia na kipindi cha mapumziko pia ni sehemu ambazo wamekuwa zinatakiwa wawe hapo. Sasa Young Africans walikataa kabisa kuingia huko, na kitu ambacho walikifanya ni kitu ambacho kimestajabisha wengi. Kwanza waliweza kutafuta nyumba iliyokuwa jirani na uwanja huo, na waliweza kutumia nyumba hiyo ambayo ni nyumba binafsi na kuweza kubadilisha nguo katika nyumba hiyo na kurudi uwanjani, kitendo ambacho kimetafsiriwa ni kama umafia mkubwa sana. Pengine waliona kuna dalili za sintofahamu ambazo zimefanyika, labda and that's why wakaamua wafanye hivyo. Kwa hiyo waliweza kutumia nyumba ya mtu binafsi kuweza kuitumia kama sehemu yao ya vyumba vya kubadilishia nguo. Lakini pia kitu cha pili ni maajabu ya goli zile ambazo walifungwa Young Africans. Young Africans jana walifungwa goli 2 ndani ya kipindi cha kwanza. Dakika ya 3 goli la kwanza, lakini pia dakika ya 13 I think wakapata goli la pili Simba Sports Club, na mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaona kabisa game hiyo inakwenda kuisha kwa Yanga kufungwa goli nyingi sana. Lakini kitu ambacho naweza nikawapongeza pia Yanga ni kwamba waliendelea kutengeneza umakini mkubwa, lakini pia hawakukata tamaa. Waliweza kuweka focus na mwisho wa siku wakafanikiwa kuregesha goli la kwanza katika kipindi cha kwanza, and then kipindi cha pili pia waliweza kuforce na wakapata goli la pili, kitendo ambacho kinaonyesha kwamba bado Young Africans wanaonesha ubora wao, wanaonesha kwamba wao ni wakubwa, na hii inaonesha kwamba ni kwa namna gani Simba Sports Club wanatakiwa pia na wawe na mentality kama hiyo, kwa sababu game ambayo ni ya dabi, mpinzani akikufunga goli kuanzia 2 inakuwa ni ngumu kidogo kurudisha, lakini kwa Young Africans waliweza kurudisha kwa sababu tayari mentality za wachezaji zilikuwa katika kupambana na kuhakikisha kwamba wanatetea mechi hiyo wasije wakafungwa mara ya pili mfululizo. Kumbukwe siku 3 nyuma waliweza kufungwa goli 1-0 katika ile finali ya kombe la Muungano. So siku jana ilikuwa ni patashika nguo kuchanika, lakini Young Africans wameonesha kwamba wao ni timu ya aina gani, wana deserve kuwa pale. So hayo ndio yaliyojiri katika mchezo wa jana. Young Africans kukataa vyumba vya kubadilishia nguo na kwenda kutafuta nyumba iliyokuwa jirani, lakini pia cha pili ni ile namna ambavyo waliweza maintain focus na mwisho wa siku wakaweza kurudisha magoli yote mawili. So mtaniwia radhi kwa sababu ya sauti yangu, nina mafua, so nafikiri sauti haiko vizuri sana. Ni kusihi tu tena kubonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro Media.